Sema nyuma yangu, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimekuja mbele zako. Ni siku ya kwanza ya mwezi, siku ya kwanza ya mwaka, siku ya shukurani. Bwana Yesu, ninaomba neema yako. Nataka nielewe neno hili kuliko ambavyo nimewahi kuelewa. Sema na moyo wangu, sema na nafsi yangu, sema na roho yangu, sema na mwili wangu. Nataka nikusikie vilivyo, niuone mkono wako, katika jina la Yesu, amen. Naomba uketi. Roho Mtakatifu, mimi mjoli wako nasimama mbele ya watu hawa nikiwa sina chochote. Ombi langu ni hili, kwamba useme na maisha ya watu wako. Mimi nataka kupungua, wewe uongezeke. Nataka kushuka, wewe uinuliwe. Mimi nataka utukufu wote ukurudie wewe. Najijua kwamba mimi ni mwanadamu, na wanadamu wote duniani wanapenda sifa, ila Yesu naomba chukua zote. Kila maisha yanayobadilishwa mahali hapa, Mwokozi mwaminifu, yakatoe ushuhuda wa kukutukuza wewe, katika jina la Yesu, amen. Amen. Naomba tusome pamoja, na tunarudi kwenye utaratibu wetu. Tusome pamoja, tusimame, tuliheshimu tu neno. Tuliheshimu tu neno. Rudia nyuma yangu. Je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Rudia kwa ujasiri. Je, neno langu si kama moto? Je, neno langu si kama moto, na nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Yeremia 1:12 mstari wa kwanza unasema, ndipo neno la Bwana, ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Twende pamoja kwenye Injili ya Yohana sura ya kwanza. Yohana 1 mstari wa kwanza tutasoma mpaka ule wa 14. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyu alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu
akija katika ulimwengu, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana alibariki neno lake. Naomba tuketi. Kila mara neno linapoachiliwa, lazima matokeo ya utukufu yathibitike. Jamani, sijamshukuru mke wangu kwa kuniwatunza mwaka mzima. Asante Flora. Mungu akubariki baby. Mungu akubariki sana mrembo wangu. Umekuwa malkia wa maana sana. Haleluya. Simama basi hata uwapungie. Unajua watu wanaanza kufikiri naongea hewani. Njoo bwana. Ni huyo hapa jamani. Unajua kuna mtu ni mgeni. Ni huyo hapa. Look at this. Look at that. Ndio huyu. Amenibeba. Kati ya mwaka nimewahi kuelewa wanawake wenye nguvu pamoja na huyu. Anaumwa ila bado anakuhudumia. Mungu akubariki mama, asante. Tulishaanza neno. Ningeongea sana ila tumeshaanza neno. Sasa nimesema kila mara neno linapoachiliwa lazima matokeo ya utukufu yathibitike. Kanisa la leo halijakosa neno, lakini dunia inakosa ushahidi wa neno lililo katika matendo, yaani neno linalothibitika kwenye matendo yao ya siku kwa siku. Tatizo sio Biblia mikononi mwa watu. Tatizo ni Biblia isiyo hai katika maisha yao. Yaani tatizo kubwa kuliko yote sio kwamba watu hawana Biblia. Watu wanazo. Lakini wana Biblia ambazo haziko hai kwenye maisha yao. Nilipokuwa nikijifunza kuhusu neno la Mungu, niligundua neno la Mungu linaweza kuja kwako mara 2 hata mara 3. Mungu anapotaka kudhihirisha nguvu yake kwako. Kama nilivyowaambia, natamani mwaka huu nisome tena Biblia mara 4 angalau, yani mara 4 ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo nilianza juzi na jana nilikuwa nasoma sura ya 17 ya kitabu cha Mwanzo. Nilitamani nikimalize ila mambo yakanizidia. Tamani chochote nikimalize jana. Nikagundua Mungu aliongea na Abraham mara 2 kuhusu kupata mtoto, na mara zote 2 walicheka. Ndio maana Isaka aliitwa kicheko. Yaani mtoto aliitwa kicheko kwa sababu Abrahamu alipoambiwa mara ya kwanza
alicheka na muujiza haukutokea. Na Sara alipoambiwa mara ya pili tena, wanapoambiwa Ibrahimu anapoambiwa tena mara ya pili, Sara naye akasikia akacheka. And so walikuwa na Biblia ambayo haiko hai kwenye maisha yao. Ukristo wa kweli hauonekani kwa kile tunachojua, bali kile tunachokitii na kukiishi. Your true Christianity is not about what you know, but what you obey. Somo hili limeandaliwa kukuvusha kutoka kusikia hadi kutenda, kutoka imani ya maneno hadi imani yenye matokeo au ya matendo. Yakobo anasema imani isiyokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kuanzia sasa kwenye somo hili tutakuwa tunakuelekeza kwenye imani yenye matokeo, na uwe mtu ambaye kila utakapopita watu hawataona maneno, watayaona matokeo ya imani yako. Namba 3, somo hili limeandaliwa kukuvusha kutoka maarifa, yaani kujua, kwenda kwenye ushuhuda ulio hai. Kwamba sio tu kwamba najua neno la Mungu linasema hivi na ninaamini kwa maneno, lakini nimeona na ninao ushuhuda wa kile nilichokiona au ninachokijua. Sehemu ya kwanza ya somo hili, hiki ni kitabu. Mkilipenda somo nitawaomba mnichangie, niende nikakichape, afu niwauzie kwa bei ndogo. Asili na uzito wa neno la Mungu. Hii ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tumeyaona maandiko ya msingi, tumeyasoma, lakini nataka tuangalie andiko letu la mwaka jana ambalo ni Waebrania 4:12, ili litusogeze pale ninapotaka tufike. Soma nyuma yangu. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa mujibu wa maandiko haya na mambo kadhaa ya kusema. Jambo la kwanza, neno la Mungu halikuanza kwa kuandikwa. Lilikuwepo kabla ya uandishi. The word of God is not one of the writings. The word of God is a living God. Halikutolewa kwa ajili ya mjadala, bali kwa ajili ya utiifu. Yani, it's not a place where you can negotiate. Sio mahali tunapoweza kuanza mjadala. Kwani huyu aliposema alimaanisha nini? No. Neno la Mungu linatakiwa ukilisikia, ulipokee, utii, uanze kutenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Halibebi maoni ya Mungu. Neno la Mungu halibebi maoni. Neno la Mungu sio maoni, sio mtazamo wa Mungu. It's not God's vision, God's what? Opinion. No. Hii neno la Mungu halibebi maoni ya Mungu, linambeba Mungu mwenyewe. Haleluya. Wakati mwingine huwa tunadhani neno la Mungu
ni maandishi, kwa kuwa Biblia zetu zimeandikwa maandiko matakatifu. Ni kweli ni maandiko matakatifu, ni kweli ni maandiko matakatifu, lakini sio kwa sababu ni maandiko matakatifu ndio maana tunaliamini. No, tunaliamini kwa sababu neno hilo ndiye Mungu mwenyewe. Jamani, haleluya! Sauti ya mtu ni mtu. Je, sauti ya Mungu itakuwa nini? Mtu kitu kinachokuambia kwamba amekufa ni kwamba hautakaa usikie sauti yake tena. Ikiwa ameugua alafu sauti yake ikakatika au akapoteza usemi, anasema amekata kauli, anaweza ikatokea madaktari wakafanya bidii kauli ikainuka. Lakini neno la Mungu anasema neno lake ni kama moto, yaani sio moto, ni kama moto. Lakini kwenye kitabu cha Waibrania kama sijakosea 12 mstari wa pale mwishoni, anasema Mungu wetu ni moto ulao. Haleluya jamani, haleluya. Anasema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Kwenye kitabu cha Waibrania anasema ni upanga, ni kali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Kwa neno la Mungu sio maandishi, lipo kabla ya teknolojia na akili za uandishi. Neno la Mungu sio kwamba limetolewa kama eneo la mjadala wa wanatheolojia. Neno la Mungu ni zaidi ya theolojia, maana theolojia ni elimu ya Mungu. Neno la Mungu ni zaidi ya maandishi. Neno la Mungu ni zaidi ya kauli. Neno la Mungu ni zaidi ya unabii na manabii. Neno la Mungu ni zaidi ya makuhani na ukuhani. Neno la Mungu ni zaidi ya wachungaji na uchungaji. Neno la Mungu ni zaidi ya waalimu na ualimu. Neno la Mungu ni zaidi ya uinjilisti na injili. Neno la Mungu ni zaidi ya maneno na neno. Neno la Mungu ni zaidi ya kauli na kwenye kutoa kauli. Maana neno la Mungu ndilo mwanzilishi wa vitu vyote vilivyopo, vilivyokuwapo na vitakavyokuja baada ya watu kutokea duniani. Mwandishi mmoja wa zamani, unaweza kumtafuta, anaitwa A.W. Tozer. Anasema hatari kubwa ya kizazi chetu sio kukosa neno, bali kulizoea neno bila kulitii au kuacha kulitii. Neno sio taarifa, ni nguvu iliyo hai inayobadilisha mazingira, tabia, majira na hatima. I repeat this. Nimeandika hivi: neno la Mungu sio taarifa, ni nguvu iliyo hai. Asubuhi ya leo kuna watu nitawatabiria, ila siwatabiri kwa sababu nataka kutabiri. Nasema kwa sababu ninaona kitu mbele yao katika jina la Yesu. Wewe unayesema amina, Mungu na akubariki. Maana mimi leo sio kama ninataka amina nyingi. Leo nataka mtu anielewe. Kwa hiyo ukisema amina naanza kugundua kuna mtu ananielewa. Haleluya. Neno sio taarifa. Naposimama madhabahuni hapa, mimi sina ujumbe wangu, na nikija na ujumbe wangu nimekuja kukudanganya. Nikija na hekima ya kibinadamu, Paulo anasema hatukuja na maneno ya kibinadamu yenye kushawishi akili za kibinadamu, bali tulikuja kwa neno, kwa dalili za nguvu na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Maana yake ndio maana nikifikaga madhabahuni namwambia Bwana, niache mimi nipungue ili wewe uongezeke. Niache mimi nishuke ili wewe uinuke. Niache mimi niwe si kitu ili wewe uwe kila kitu. Wakati mwingine tunasimama madhabahuni kama wachungaji, tunasema njoo na kile unachofanyia nacho kazi. Mwingine anakuja na maua yake ndio biashara yake. Mwingine amekuja na jembe ndilo analotumiaga kulima. Mwingine amekuja na kalamu ndio anayoitumia shuleni au ofisini. Mwingine amekuja na laptop. Najua mmekuja navyo maana mnajua niliwatangazia. Sitakwambia kitu.
Ninapolitamka neno kwenye vile vitu ni kama ninayecheza, lakini ngoja nikwambie kitu, matokeo ni halisi na hayawezi kuacha kutokea katika jina la Yesu. Why? Mungu amesema, wala sio sisi. Neno si taarifa, ni nguvu hai inayobadilisha mazingira, tabia, majira na hatima. Yaani neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha mazingira, neno la Mungu linaweza kubadilisha tabia, neno la Mungu linabadilisha majira, na neno la Mungu linabadilisha hatima. Maandiko ya msingi yako hapo. Hapa nataka nisome maandiko mawili, maana yale mengine ni kama tumeshayasoma. Hebu tuangalie Zaburi ile ya 138 mstari wa 2. Sihitaji kuacha kitu ila kile ambacho, lakini pia tutasoma Isaya 55:10 na 11. Niwekee hiyo Zaburi 138 mstari wa 2. Rudia nyuma yangu. Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Nataka uangalie hiyo sehemu ya 3. Soma kwa sauti. 1, 2, 3 tusome. Hiyo ndio maana, hapo ndio nataka nizungumze. Hem, turudie tena. Kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Isaya 55 mstari wa 10 hadi wa 11. Rudia nyuma yangu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo itakavyokuwa kwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Nataka niende na haya maandiko mawili kidogo, nikae hapa kidogo. Kwenye Zaburi 138 Bwana anasema lile alilolisema ni kubwa kuliko jina lake. Kwenye Isaya 55 mstari wa 10 anasema lile alilolisema, alilolikuza kuliko jina lake, haliwezi kumrudia bure. Ni kama vile mvua ambavyo ikishuka kwenye ardhi lazima utaona ardhi ikichipuka. Ardhi lazima inaponyeshewa mvua ibadilike, lazima matokeo yaonekane. Hali kadhalika Bwana anaposema neno lake, yeye ni lazima alisimamie na kuhakikisha linatoa matokeo. Na anasema hivi, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Tunapokuwa tumetoka nyumbani tukiwa tumelibeba neno Biblia,
tunayaona kama maandiko matakatifu. Wakati anaposimama mchungaji akaifungua hiyo Biblia, akaanza kusema, tunasikia kama vile mhubiri anayehubiri vizuri. Na wakati mwingine tunaweza tukaanza kujadili, baba anahubiri vizuri. Jamani, lengo la mahubiri sio kuhubiriwa vizuri, sio sauti kubwa au ndogo. Lengo la mahubiri ni mtu mmoja, mume au mke, awezaye kukaa chini. Maraka salada bosh, nasikia Roho Mtakatifu, anayeweza kukaa chini akaondoka kutoka kwenye kuwa na au kusikia watu fulani waliopiga kelele, wenye sauti kubwa, ndogo, za kati, wenye uwezo wa kupangilia maneno na kuyaandika na kuyarusha kwenye skrini au vioo kama hivi, alafu uhame uifanye ile kuwa sauti ya Muumba ambaye alipoingia duniani aliiona dunia ikiwa utupu, na alipotafuta nyenzo ya kubadilisha ukiwa na utupu kuwa mahali pa kukaliwa na vitu na kupanda vitu vistawi, akaona nguvu pekee ya kufanya ni neno lake. Lakini haikuishia hapo. Alipoona kuna saa ya kufanya ukombozi, akatafuta nguvu ya kufanya ukombozi. Aliona hakuna kitu chochote kinachoweza kufanya ukombozi. Ndipo Yohana aliyekuwa pamoja na neno kwa miaka 3.5 akakaa kifuani mwake, neno aliyevaa mwili. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, huyo mwanzo alikuwa Mungu, na kwa yeye vyote vilifanyika, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Anasema na yeye ndiye aliyekuwa nuru ya watu, na hiyo nuru ya watu yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Anasema alikuwepo ulimwenguni, wala ulimwengu haukuweza kumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea akawabadilisha majina, akawatoa kutoka watu wa ulimwengu huu, akawafanya kuwa wana wa Mungu, akawaita miungu. Anasema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 8 mstari wa 34, soma mpaka wa 38. Anasema ninyi ndinyi miungu. Hii anainukuu kutoka kwenye Zaburi ya 82 mstari wa 5. Anasema hawajui wala hawatambui, lakini mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu, lakini mtakufa kama watu wa dunia hii, kwa sababu hamjui wala hamtambui. Tunapoingia kwenye neno la Bwana, kinachotokea ni hiki: wale waliokuwa wa kawaida wanageuka kutoka kwa watu wa kawaida, wanafanana na miungu, na kila wanapoonekana, Yohana 1:14 inatokea, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, tukauona utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu, amejaa neema na kweli. Ninamtafuta mpenueli mmoja anayeweza kuelewa ya kwamba neno akishuka haishii kuwa maneno ya watu, anakuwa baraka kwenye maisha, anakuwa uzima kwenye maisha, anakuwa utajiri kwenye maisha, anakuwa heshima kwenye dharau, anakuwa afya kwenye kifo. Watu wa Mungu, tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu, amejaa neema na amejaa kweli. Anasema halitanirudia. Sijui kama kuna mtu anatakiwa kutoka hapa leo akiwa na ugonjwa wowote, labda kama umeamua kuondoka nao. Tukauona utukufu. Mungu hajawahi kushuka akapaacha hapo aliposhuka pakiwa vile vile. Kila akishuka mabadiliko huwa yanatokea wazi. Nasema ni kama mvua ikinyeshea ardhi, lazima tuyaone machipukizi. Hatujaja hapa kusherehekea tu, tumekuja hapa kutabiri maisha yetu yatakavyokuwa, maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize.
asili ya neno la Mungu. Neno halikuanza kwa kuandikwa, lilikuwepo. Neno la Mungu halikuanza pale Biblia ilipoandikwa. Biblia ni rekodi, ni taarifa ya neno, si chanzo chake. Si chanzo chake. Neno ndio chanzo cha Biblia, sio Biblia chanzo cha neno. Anasema kulikuwako neno, huyo neno alikuwako kwa Mungu, naye huyo neno alikuwa Mungu. Hii inatufundisha ukweli mzito wa kithiolojia. Unasemaje? Mambo matatu ya msingi yaone pale. Moja, neno ni la milele. Kabla milele haijakuwepo, neno lilikuwepo. Yeye ndiye milele yenyewe. Mbili, neno si wazo, neno ni utu. The word of God is not a thought. The word of God is a person. Neno la Mungu ni utu, ni personality. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unajua tumekuwa na jamii kubwa ya watumishi tunaotaka kusimama tulitetee neno. Hatulitetei neno. Neno linajitetea lenyewe. Nikwambie kitu. Nikisimama hapa nikaisoma Biblia kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwamba hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa, sawasawa na Kutoka 23 mstari wa 25. Sio kwamba nimeleta wazo lililotoka kwenye Biblia, hapana. Nimeleta mtazamo wa Mungu kuhusu maisha yako. Utasa sio biashara ya Mungu na mwanadamu. Hapana, utasa sio biashara ya Mungu na mwanadamu. Naomba nikwambie, nikisimama hapa nikisema ndoa ni tamu, sileti wazo zuri. Mungu alisema ni vyema watu wawili wakae pamoja. Anasema si vyema mtu huyu awe peke yake. Kwa hiyo ninaposema utaolewa, sijaleta habari fulani hivi nzuri ya kukufurahisha. Sijaja hapa kukuimpress. Ninaposema utazaa watoto, sijaja kukufurahisha, sikutii moyo. Ninakwambia habari aliyosema mwenye kukuumba wewe, alipokufinyanga akakuwekea kizazi. Kila mwezi unapita kwenye period. Sikiliza, anakuonyesha kwamba ndani yako kuna mayai, na hayo mayai lazima yatotoe watoto. Wewe kijana wa kiume, Bwana anaposema atakupa mke, anamaanisha anajua ndani yako kuna viumbe, anataka vitoke. Come on, I have not come here to impress you. I have come to tell you the word of God is a living person. Neno la Mungu ni utu. Kinachokutesa ni kwamba unaiona Biblia kitabu cheusi chenye maandishi meusi, makaratasi meupe. That's not the word of God. The word of God is a person. Mimi naomba nikwambie kuanzia leo, nenda kashika Biblia yako, soma tu, hata kama uelewi, soma. Uone kama akili haijafunguka. Soma tu. Yaani wewe soma tu, alafu kutana na andiko ambalo linakuhusu, lipigie mstari, sema hili la kwangu. Kutana na nyingine liandike, alafu sema hili la kwangu, uone matokeo. Naomba niwaambieni kitu, walokole tunakwama kwa sababu tunayaona maneno ya Mungu kama vile habari tamu hivi, some good news. Anasema atakuondolea ugonjwa wote na maradhi yoyote unayoyajua mabaya ya Wamisri, haya hata yaweka juu yako, bali juu yao wakuchukiao. Ninakuombea katika jina la Yesu, akili ifunguke, ulielewe neno, na haya yawe yako katika jina la Yesu. Hatuko hapa kusifiana na neno la Mungu ni kama moto, ukiwashwa kazi ni kuteketeza, na nimekuja kuuwasha. Hamjanielewa, nasema nimekuja kuuwasha. Nasema nimekuja kuuwasha, na utawaka ndani yako kama tanuru kubwa katika jina la Yesu. Ni kama moto, ukiwashwa umewashwa, unafanyaga kile unachoitwa kuteketeza. Not less, not more.
Neno la Mungu sio wimbo mtamu. It's not a sweet song. It's not a sweet song. Not what I mean eti neno la Mungu ni wimbo mtamu. It's not a sweet song. Ni nyundo. Hallelujah. Nikishika mkono nikigonga, ni aidha kinachogongwa kipasuke au kiingie pale kinachotakiwa kuwa. Ninawaombea wenye mahitaji, wenye malengo na mipango, neno la Bwana lije kama nyundo, likigonga lisukume kufika kwenye malengo kwa jina la Yesu. Unajua mimi nimeambiwa kwa mtu anakuja, unajua mimi nimeambiwa sana, nimeambiwa sana kwamba huu ugonjwa nitapona. Kila mchungaji akija ananiombea, alafu ananiambia huu ugonjwa utapona. Kama ni mchungaji alisema sawa. Lakini kama neno, kama huyu mjamaa akasema, na aliposema amesema kwa sauti ya uungu, hapana wewe, lazima litatoa matokeo. Haleluya. Neno la Mungu halibebi ujumbe wa Mungu. It's not just God's message. The word of God is not a carrier of God's message. Neno ni Mungu mwenyewe katika usemi. Is God speaking. Ni kwa nini tumekuwa na kizazi ambacho tunakimbilia vitu? Niwaambieni ukweli. Nikisema Jumapili tutakuwa na ibada ya kupakana mafuta hapa, nikaitangaza kidogo, nikaweka bango na picha, nikawa nimeshikilia chupa pale, nikawa na mimina mafuta pale. Kasema haya ni mafuta ya kukuvusha Jumapili ya kwanza ya mwezi Januari. Naomba niwaambieni Jumapili hapa hatutakuwa na vitu vya kutosha watu. Na wananijua. Naenda tu redioni pale, natengeneza tangazo, Jumapili ya kuvuka tutakuwa na mafuta maalum ya kukuvusha Jumapili ya kwanza. Na mchungaji amekuwa maombi, amekuja kutoka mlimani na mafuta maalum. Nakwambia tutakuwa na wehu kibao kuchache, na hakutakuwa na hata mmoja mwenye akili ni wehu ndio nitakuwa nao hapa. Ukisema hela watatoa kama mazuzu yani yako pale, yani ni tukisema yakanyage mafuta utakanyaga, kunywa utakunywa, kula kayapikie, kama wage kwenye kona ya nyumba kila mahali utapaka, kila mahali utafanya. Why? Kwa sababu tumepoteza mwenye sisi. Maisha yako yako hapa. The record of your life is here. The bills of your life are here. Come on. Nasema hivi, historia na taarifa za maisha yako zimeandikwa hapa. Alafu bili zote, kosti, gharama za maisha zimeandikwa hapa. Hapo ngoja nikwambie kitu, sio tu gharama. Watoto wako wameandikwa hapa. Malezi yao yameandikwa hapa. Utajiri wao umeandikwa hapa. Fedha yao ya ada imeandikwa hapa. Hakuna cha Januari ni ngumu wala ni laini. Nasema hivi, Januari yangu ni rahisi kwa sababu imeandikwa hapa. Yeye aliyesema ni mwaminifu na amesema kile alichosema ni kama mvua. Kikinyesha lazima kitoe matokeo. Lazima kitoe matokeo. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe vipi wewe? Mbona sikuelewi? Yaani unakaa kiasara kwenye maisha ya namna hii. Yaani umekaa tu, yaani umekaa hapa, yaani watu wanakaa kuangalia, wanaona kama vile mtu wa kuhurumiwa. Wewe sio wa kuhurumiwa. Hakuna unachotaka kwa Mungu ambacho kinakuja kwa sababu ya huruma. Kinakuja kwa sababu is a documented right. Siwezi ngombe kitu, Mtanzania atateseka au kuenjoy maisha kwa kutokuijua katiba ya ufalme wake. Mkristo anaumia au kuenjoy maisha kwa kutokuijua au kuijua katiba yake. Sisi sio wa Tanzania. Sisi ni wa Tanzania kwa sababu tunakaa kwenye ardhi ya Tanzania. Lakini kabla ya katiba ya Tanzania, kuna katiba inayoandikwa kwenye mioyo yetu.
Hiyo katiba inayoandikwa kwenye mioyo yetu inatufanya tusiwe mafisadi, maana hiyo katiba inaishi. Katiba ya Tanzania imeandikwa na wanadamu, lakini katiba yetu hii ya neno la Mungu imeandikwa na mkono wa Mungu usioonekana. Akasema, akawavuvia wale waandishi, akawapulizia hilo neno. Alipopuliza lile neno likawa kama moto, wakaanza kuandika mambo ambayo wao wenyewe hawajui yalitoka wapi. Jiulize, Musa aliishi karibu miaka 1000 baada ya Adamu, lakini ngoja nikwambie, Musa anaandika mambo ya Adamu kama alikuwa amekaa naye. Hapo kuna mtu mmoja hapa anaogopa. Yoshua, unajua alipoangalia taarifa Musa alizoandika, Yoshua alikuwa kichaa zaidi ya Musa. Yoshua alipogundua Mungu ndiye aliyemvuvia Musa hizi taarifa. Ukisoma kitabu cha Yoshua utashangaa. Yoshua anafika mahali analiambia jua, wewe jua, rudi nyuma. Yaani ana uwezo wa kuliambia jua, wewe jua, rudi nyuma. Alafu anakutana na mto, anaambia makuhani, kanyageni maji. Wanakanyaga maji. Haya, wewe maji, simama kama chuguu. Jamani. Alafu jamaa ana akili za ajabu. Anafika mahali anawaambia, nyie wa Israeli sikilizeni. Hawa watu wa Yeriko wamejenga ukuta mkubwa sana hapa. Tukianza kutafuta mabomu tutapata hasara. Zunguka. Zunguka. Acha tu. Wanacheza, ukuta unazama. Kwa nini? Amemwona Musa akiandika mambo yaliyopita miaka mingi, lakini anaandika kama yupo. Kwa nini? Neno la Mungu ni Mungu. The word of God is God in speech. Hallelujah. Jamani, hallelujah. Kabla Mungu hajafanya chochote, tusogee kidogo hapa. Kabla Mungu hajafanya chochote, hakusema mara mbili. Hakusema mara mbili. Hiyo ni mara mbili, sio mara ya pili. Hakusema mara mbili, alisema mara moja. He spoke once, and what he spoke is what happened. Yani mpaka unafikiri eti hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Niko Mwanzo sura ya 1. Sio kama mnaenda na mimi. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Hapa anakuambia roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. Angalia Luka sura ya 4 mstari wa 18. Yesu anasimama, ambaye ndiye neno, anasema hivi, roho wa Bwana yu juu. Umeiona hiyo? Umeiona ilivyo tamu? Roho wa Bwana yu juu. Turudi pale kwanza. Roho wa Bwana yu juu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini nini? Habari njema. Maskini maana yake ukiwa, maana yake utupu. Amekuja kuuambia ukiwa, ondoka. Amekuja kuuambia utupu, ondoka. Amekuja kuliambia giza, ondoka. Kwa hiyo amekuja duniani penye ukiwa, penye giza. Turudi kule mwanzo. Tunasema wafungwa watafunguliwa, vipofu wataona, na kuacha huru walioteswa au waliosetwa. Twende kule kwenye kitabu cha Mwanzo. Anasema hivi, yeye Mungu anasema akasema. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwani hapa anasemaje? Nuru ikawa nuru. Mungu akaiona nuru kuwa ni njema. Sasa wewe una giza la namna gani kwenye maisha yako mwaka huu? Ni giza gani umeingia nalo 2026? Unaliona limeandikwa wapi? Ukiliangalia hilo giza unaona litakufikisha wapi? Je, ukiangalia maisha unaona kama yanaenda? Au kuna mahali wamesema, labda madaktari wamesema na wewe umeandika,
Labda waganga wameandika na wewe wamesema na wewe umeandika. Labda wazazi wamesema na wewe umeandika. Mimi baba yangu nilipookoka aliandika akasema, wewe utakuwa maskini mpaka utakula mavi. Akamone, nikasema huyu ndiye amesema. Lakini kuna maneno yaliyosemwa na aliyeniumba. Yeye aliyeniumba anatembea kwenye mifupa. Yeye aliyeniumba anatembea kwenye nywele zangu. Anasema hata idadi ya nywele zako anazijua. Anasema hauanguki mmoja asipokuwa na taarifa. Huyo aliyeniumba namna hiyo ananijua. Baba amesema nitakula mavi. Mimi nasema nitakula kuku, na jana nimechinja mbuzi. Yani hakuna mwenye kigelegele kwa huyu Yesu na neno lake. Baba amesema na wewe umeandika. Mama amesema na wewe umeandika. Mjomba amesema na wewe umeandika. Nakwambia chukua ile karatasi. Sijui nitapata wapi mtu mwenye karatasi nione. Ngoja niharibu hata bahasha moja. Nipe karatasi moja. Come on. Chukua notebook yako. Chana ile karatasi namna hii. Halafu anza kusema kama alivyosema Bwana ndivyo nitaishi. Ninachana yaliyoandikwa. Ninararua walioandika. Ninachana yaliyoandikwa. Nami kwa jina la Bwana nimechukua karatasi zenu katika ulimwengu wa roho. Ninararua yaliyoandikwa. Ninachana yaliyoandikwa. Ninachana yaliyoandikwa. Aliyosema Bwana ndiyo yatakayokuwa maisha yako katika jina la Yesu. Chana biashara kuangalia watu wamesema nini. Neno la Mungu ni Mungu katika usemi. Hakusema mara mbili, once. Iwe nuru, ikawa nuru. Nami nasema kwa jina la Yesu, iwe nuru. Kwani mmechoka? Mbona naona kama mmelala sana? Nasema kwa jina la Yesu, iwe nuru. Iwe nuru. Hakujadiliana. Neno la Mungu halinaga mjadala. Unajua Mungu hapa, unajua laana ya baba lazima imfike mtoto. Umeandika. Unajua utajuaje umeandika? Kila siku unakumbuka. Baba alisemaga. Baba alisemaga. Baba alisemaga. Amna. Familia yetu. Siku moja malaika wa Mungu alimtembelea Gideoni. Sura ya 6 kitabu cha Waamuzi. Akamtembelea, akakuta Gideoni yuko shimoni, anapeta ngano kwenye shimo. Shimo lile lilikuwa linaitwa shinikizo. Yaani jamaa yuko shinikizoni. Mahali ambapo ni pa kukamulia divai, zabibu zinakamuliwa pale. Alafu kule chini ndo wanaweka mavyombo ya kutekea nani, ndo ameenda amezama huko chini, akaweka ngano yake anapeta huko ili Washami wasiione. Malaika wa Bwana akamwambia nafikiri ni nani Waamuzi sura ya 6 mstari wa 4. Malaika wa Bwana akamwambia, Bwana yu pamoja nawe shujaa. Wewe jamaa kaanza ugomvi na malaika. Wewe shujaa nani hapa? Shujaa nani hapa? Nani shujaa? Yaani mimi shujaa wa wapi? Mimi nitakuwa shujaa mimi? Nyumbani kwetu sisi ndio maskini. No, tena mbele hiki. Ni mstari wa 14, tena 14. 16. Ni 6 jamani. Juu. Hii inasema enenda na uwezo wako ulionao. Rudi kule juu. Jamani. Hebu rudi hapo mstari wa 12. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe shujaa. Angalia mstari wa 13. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona hajaambiwa yu pamoja na nyie? Amesema yu pamoja nawe. Jamaa ameanza matetemeko. Yaani mbona mambo haya yametupata? Yako hapa matendo maajabu ya ajabu aliyotuhadithia baba zetu. Wakisema je, si Bwana aliyetuleta? Yaani amegoma, amekata.
Mwangalie jirani yako, mwambie umelikubali neno la Mungu au unasinzia hapo kwa sababu unasema unalala kidogo. Yaani kuna mijitu iko hapa, yaani mimi ninahubiri imekaa hapa inaona kama vile maisha ni magumu hayawezi kutokea. Sio nikurushie kiti. Yaani unanishangaza, yaani natamani nikurushie kiti. Maana unasema hamna kule kwetu wala hakuna historia. Kwetu hamna historia ya utajiri. Unajua leo nimetoka hapa late sana, lakini niliandaa suti nzuri. Kwa sababu ninachokihubiri nataka, yani ukiniona mbele unasema hivi vinafanana anayehubiri na anachokihubiri. Nisiize ngombe mwaka nataka kama ni suti nivae zile kali tu. Yani ukiniona useme kwa kweli baba amesimama. Yani mpaka unasikia harufu ya uzuri. Yani unasikia ile harufu ya utamu. Unatamani kupiga picha na mimi. Na uwe unanukia huo utajiri kwa jina la Yesu. Yani ukifika dukani ukaambiwa suti inauzwa 200,000, unaanza kusema jamani 200,000 yote. 200,000 ni nini? 200,000 ni sahani ya ugali. Nenda hapo kwa mama nani, kwa Matia hapo, nenda hapo uone. Kisinia 200,000 ndio angalau mnakula watu 5 mnashiba. Wao unahangaika na suti. Unatakiwa uvae mpaka shetani aseme jamani huyu ni shujaa, Bwana amesema, haleluya. Sio unaambiwa mimi ni shujaa unasema unajua jamani yani yako wapi, anasema yani kama Bwana yupo pamoja nasi, nani amekwambia habari ya nasi? Sio nanyi. Unanielewa wewe? Sio nanyi, na wewe. Mnanielewa nyie watoto wangu wazuri nyie? Mungu hayuko pamoja nanyi, Mungu yuko pamoja na wewe. Ukilala yupo, haleluya. Ukinyanyuka yupo. Hiyo inakulinda, ukijua hiyo inakulinda na dhambi usifanye. Kwa unatembea njiani, wakati watu wanatembea Januari, jamani Januari unajua hela zote tulizitumia kwenye sikukuu, unawaambia my shoulders are squared. Haleluya. Wanasemaga Januari watu hawatakiwi kuvaa suti. Nakwambia mpaka nifike Februari hakuna siku nitakuja kanisani sijavaa suti na navaa nyingine. Yani my shoulders are squared. Mabega yangu yamekaa sawa sawa. Hamna kuegema. Unatembea vizuri. Alafu unatembea kama unayejua wewe ni nani. Maana Bwana yu pamoja nao. Neno lile alilolisema ndilo litakalotimia. Nasema lile alilosema ndilo litakalotimia. Weka madhabahuni hapa, weka madhabahuni iwe sadaka yako ya madhabahu katika jina la Yesu. Nasema hivi, lile alilosema Bwana ndilo litakalotimia. Wale wengine wamepiga pambio ila Bwana amesema. Wale wengine wamebwabwaja ila Bwana amesema. Wale wengine wameleta mipasho ila Bwana amesema. Wale wengine wamekusengenya ila Bwana amesema. Wale wengine wamekutukana ila Bwana amesema. Labda hiyo ni ndogo. Wale wengine wamekuletea taarifa ila Bwana amesema. Amesema. Nasema Bwana amesema. Amesema wewe ni mwanangu ndivyo itakavyokuwa. Na ukiwa wewe ni mwanaye atakulinda yeye. Tuko tulivyo kwa sababu hatujui hii. Tuna taarifa nyingi. Unajua kwenye kitabu cha Mithali anasema hivi, moyoni mwa watu mna hila nyingi, ila shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Neno la Bwana ndilo shauri la Bwana. I say, yes, wewe mbona unaondoka? Angalia malalamiko kwanza. Tucheze na malalamiko. Yes, yeye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri. Ila sasa ametutupa. Unajua ndio maana mimi siku hizi siogopi mtu anayenilaumu. Wewe nilaumu tu unavyoweza. Ukinilaumu najua tu na wewe ni fisi kati ya mbwa mwitu. Na mbwa mwitu wamechanganyikana na fisi, mnatafuta kondoo. Yaani kama watu yaani huyu sio mtu, huyu ni malaika. Jamaa anasema si Mungu aliyetuleta hapa na ametutia katika mikono ya Wamidiani. Sio yeye ametutupa. Hamna mahali popote Gideoni alipoona kwamba yeye ana dhambi. Aling'ang'ana na Mungu na kwambia, kama ni kweli ngozi iwe na maji, nchi iwe kavu. Kama ni kweli nchi iwe kavu. Yaani unajua ngoja niwaambie. Yaani ni mateso bila chuki. Kama si mkono wa Bwana
iko hivi, wewe sio mtu wa bahati. Hujanielewa? Wewe sio mtu wa bahati. Sio itatokea bahati yatokee yale unayotaka yatokee. Neno la Bwana limedocument. Kama wewe ni neno lako liwe la kwako na likaishi kwa jina la Yesu. Haleluya. Jamani, haleluya. Hebu nipate kigelegele cha Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Nasema hivi, neno la Mungu halikujadiliana. Turudi pale mwanzo. Bado tuko pale mwanzo. Halikujadiliana. Aliposema iwe nuru, ilikuwa hakuna namna eti ambavyo nuru na giza vilijadiliana. Ondoka. Sinajoga hilo unasikia baba amesema. Nyie mliokuwa kwenye familia za watu wengi mnajua, unatumwa na baba, nenda kamwambie fulani akupe kile kiatu nimekununulia wewe. Bahati mbaya mwe mnavaliana. Baba amesema unipe hicho kiatu, ni changu. Nuno unaanza. Kwa nini wewe ndio ununuliwe? Si ndio? Yaani na maana mimi sitakiwi kuvaa kiatu, sikupi. Wengine mpaka kwa moyo mbaya umewahi kukata kiatu cha mdogo wako au cha dada yako. Umewahi kukikata au ukakichoma hata kidogo. Usimwangalie mtu saa hizi, maana ni yeye. Ni yeye kabisa yule ambaye amewahi kuchoma kiatu cha mwenzake. Mpaka tukaanza, ukinunua viatu nunua kwa wote. Utauaje hiyo roho ya wivu? Utaiuaje? Hamna. Mimi namnunulia mmoja alafu nawaacha wengine nione walivyo na wivu mkubwa. Wanaweza kusaidiana wakiwa wakubwa? Au unafuga ng'ombe tu hapa, kila mmoja ana sharubu? Nakubania hapo. Namnunulia huyu, mwingine nakaa wiki mbili naenda kumnunulia na yeye. Hiki cha kwako kimeanza kuchakaa. Ni kweli ndio ninavyofanyaka hivyo nyumbani. Namchukua mmoja naenda namnunulia. Alafu namrudisha nyumbani. Wakati wengine wananuna na waangalia. Ukijaribu kukigusa na kuchapa kipigo hujawahi kuchapa. Tandika sana. Paka hapo panapokaliaga panawaka moto. Nyie maaskofu tulieni. Jamani, wasaidieni hawa maaskofu kutulia. Maana watu watakuwa wanawaangalia tu. Unaona? Bwana asifiwe. Hebu nifanyie hivi kama unanielewa kidogo. Unanielewa hata kidogo? Sasa Mungu sio wa hivyo. Mungu anakupa package yako ya kwako. Hakuna mjadala. Akisema unapata wewe, unapata wewe. Sijui kwa nini nasikia moyoni mwangu kuna mtu Mungu anamtua mzigo mkubwa sana hapa ndani. Sijui jina lake ni nani. Nasikia kabisa kuna mzigo Mungu anauangusha. Na naomba nikwambie utayafurahia maisha tena katika jina la Yesu. Sio mjadala, ni iwe nuru inakuwa nuru. Lakini alisema mara moja na alichokisema kikawa hivyo. It's just that way. Aliposema iwe nuru, giza alikukawia kuondoka. Yaani, na ushahidi ni huu. Umewahi kuona hata siku moja imefika saa 12 asubuhi, alafu giza linaanza kujadili niondoke au nisiondoke? Umewahi kuona? Je, umewahi kuona hata siku moja? Yaani ushahidi upo. Umeona hata siku moja imefika imefika ni jioni eti. Ni saa ya jua kuzama. Alafu kaona Mbalamwezi anang'ang'ana kuja. Yupo tu. Maana aliposema iwepo mianga miwili, ule mdogo utawale usiku na ule mkubwa utawale mchana. Wala hamna shida. Tuko hapa saa hizi ni mchana. Alafu unashangaa hiyo mianga inapeana shift. Hivi tunavyoongea sasa hivi huku mashariki, hapa tuko mashariki, kesho hapa mashariki. Walioko magharibi ya mbali saa hizi ni usiku. Wako mbele, wako nyuma yetu masaa 8. Watu walioko mashariki ya mbali sasa hivi ni usiku. Kule ni jioni. Watu walioko huku Bangladesh. Huko mashariki huko. Wengine wako masaa 8 nyuma yetu, mbele yetu. Sisi tuko hapa masaa 8 nyuma yao, na wako huko ambao wako masaa 8 nyuma yetu.
Alafu yani huo mzunguko unaenda. Kwa hiyo lile jua liko pale linazunguka kuhakikisha linaitia dunia yote mwanga. Lakini sasa nikwambie, ili maendeleo yasikome, Mungu hafanyagi shifti. Mnajipa shifti wenyewe. Wako wanaoendeleza na wako waliolala. Wale waliolala wakipumzika, wale waliokuwa wamelala, wale walio kazini wakipumzika, wale waliokuwa wamelala wanaamka. Ni kanuni. Mnapishana, wengine saa moja, wengine masaa mawili, wengine masaa matatu. Ule mwanga upo. Na kila mahali duniani unaonekana, ila kwa majira na nyakati zake. Hakuna mjadala. Hamna siku vinagongana. Huyo Mungu ndiye Mungu wako. That's my God. Mungu very smart. Wanandoa, mwanze kupiga picha smart. Mwanze kuvaa smart. Hata kama kuna hali ambayo inafanya usiwe smart, ng'ang'ana kuwa smart. Haleluya. Hata ukivaa yebo, hakikisha hiyo yebo ni smart. Ila yebo tumesema mwisho ni wapi? Getini. Usije na yebo kanisani hapa. Kama yebo pata hamna. Paka kiatu hata kama ni ka 1500 kazuri. Mwambie mwenzako vaa vizuri. 2026 ni mwaka, neno linatenda kazi. Na ukiwa kule sokoni usiende kiasara. Wakikuona wauone naye neno alifanyika mwili. Neno afanyike mwili kwako katika jina la Yesu. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha matendo ya Mungu yote yanatokana na neno lake. Namba 2, neno ni chombo cha uumbaji na utendaji. Nitamaliza na hii. Mwanzo 1 inarudia kauli hii mara nyingi sana. Mungu akasema. Ulimwengu haukuumbwa kwa mkono bali kwa sauti. Wewe angalia, achana na manyumba. Nyumba ni nini sasa? Yaani ili anga unaloliona ambalo halina nguzo liliumbwa kwa sauti. Hiyo bahari unayoiona haivukaji kwenda kwa wananzengo iliumbwa kwa sauti. Hilo ziwa Victoria hapo unapoliona limewekwa pale kwa sauti. Anasema maji yajitenge, mahali pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Nimeisoma Biblia nikagundua kitu cha ajabu sana. Mungu aliamuru eti siku za Nuhu, Mungu aliamuru chemichemi zitoe maji zaidi ya kawaida yake. Wewe soma sura ya 7 na ya 8 kitabu cha Mwanzo uone. Yaani chemichemi zikafumuka, mito ikaongeza maji yake, mbinguni kukatoka madirisha, maji yakaja. Milima yote mirefu hiyo Kilimanjaro unayoiona yote hiyo, juu ya mlima kulikuwa na futi 30 za maji. This God is hatari. Alafu huyo ndio baba yako. Hamna mtu aliyenielewa. Nasema alafu huyo ndio baba yako. Alafu unateswa na kidonda kiko kwenye mguu. Na ngoja nikwambie, wakati mwingine jifanyage umekisahau. Hivi ninaongea na watu wanaonielewa sawa sawa. Yaani una kidonda unajifanya umekisahau hakipo. Unajua madaktari wamesema nina madonda ya tumbo. Wewe ngoja nikuulize swali. Kuna pini zilipita zikachoma tumbo? Mtu anakuja anakuambia kwenye huu mwili kuna sukari. Muulize, kwani mimi ni kiwanda? Nawaambieni, nyesi mko hapa, nawaambieni mimi nakunywa chai yenye sukari nyingi mpaka nife niziko kwenye hili kaburi, sitakuwa kaa niwe na sukari. Sio kwamba siwezi kupata, ni kwamba sina vinasaba vya sukari mwilini mwangu. Sukari ni msosi, sio sumu. Sikiliza, tutakutana kileleni.
wewe kaa na sukari zako. Oh, pressure ya kutoka wapi? Pressure. Kwani Mungu aliponiumba na wapi? Mimi ngoja ngambie kitu. Hivi unajua? Hivi wangapi mnajua kwamba Nuhu baada ya miaka kupunguzwa, ikawa 120, Nuhu mpaka anakufa alikuwa na miaka 950. Ukitoa Methusela, mtu anayemfuatia ni Nuhu, 950. Yaani Nuhu wakati gharika ilipokuja alikuwa na miaka 601. Hapo ndo gharika imekuja. Alafu mwanaume akaanzisha uzao wa duniani, akaanza mchezo mpya. Adamu aliishi miaka 930, lakini Nuhu aliishi 950. Nuhu anacheza mziki kwenye dunia ya watu wenyewe, yani akiwaangalia anasema jamani. Alafu hakuna siku Nuhu alikuwa na sukari, hakuna siku Nuhu alikuwa na pressure, hakuna siku Nuhu. Kwa nini? Mstari mmoja tu, Mwanzo 6:3, Bwana akampa neema Nuhu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Tito 3 kama sio 2:11, maana neema iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa. Yaani mimi ninaishi kwenye neema. Sukari na mama yake kwa heri. Magonjwa ya mifupa sio ya kwangu, mimi ninayo magonjwa yangu. Magonjwa yangu ni kufunga na kuomba. Karabashanda makata. Mungu amesemaje kwako? Unajua lazima uishi kwa tahadhari. Naomba nikuulize swali. Ina maana wakati wa Nuhu alikuwa halagi miwa? Tana watu hata ndizi, yani heti ndizi tu ya kuiva. Nikufundishe namna ya kukata sukari, jifunze kufunga siku nyingi. Bas, ukifunga siku nyingi, kunywa maji, sumu inaondoka, afya inaongezeka. Maana aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Sasa kwenye uvuli wake Mwenyezi, we unanileteaje sukari na pressure? Ukimwi unaingia wapi hapo? Kansa inakujaje? Sahau vidonda wewe. Yaani mimi nina madonda kwenye tumbo kwa sababu nilikuwa na pressure. Sasa yalitokea wapi pressure? Pressure ni hatari eti. Kajaze pressure kwenye matairi ya gari, uendeshe uenjoy maisha kwa jina la Yesu. Hii siku ya kwanza ya mwaka hii mbona tamu sana jamani. Kwenye maisha yangu sijawahi kuwa na ujumbe wenye nguvu namna hii. Hii ni Alhamisi ya ajabu. Na hii ni tarehe 1 ya ajabu. Na huu ni mwezi wa kwanza wa ajabu. Na hii ni 2026 ya miujiza. Pressure. Sukari. Jamani, yani hivi ngoja niwaulizeni swali. Yaani kweli kati ya vitu vyote walivyoona watutese navyo ni sukari. Yaani mimi nisile sukari yani. Mbinguni Kanaani, nchi waliopewa leo tu ni nchi ya asali na maziwa na nyama. Mtu anakuja anakuambia usile nyama ya ng'ombe kwa wingi. Bro, yani mwaka huu nitafunga, ila nikifungua kilo 10 naweka kwenye friji, please. Choma inavyowezekana. Wewe kama hutaki, endelea kuogopa nyama, endelea kuogopa sukari. Tuone vitu vizuri tu. Wewe unaachaje sukari? Hamna, siachi. Sukari ni energy. Unakuta mtu amekaa yani amenyong'onyea, huyu alipigwa na sukari. Dada yangu juzi tumemzika huko Kigoma. Juzi yani dada yangu kabisa. Yani mdogo wangu actually, hata sio umri wangu, ni mdogo kwangu. Ana watoto tu hapo 4. Vitoto ndio vimeanza kuchipuka, kimoja kimemaliza sio form 4 hapo, sio nini. Ndio vinaenda form 5 hapo vitoto. Mume wake ni mwanasheria na tiba na nini, sukari imemkongoroa mtoto yule, anaye mpaka anatembea kama bibi. Mungu akuepushe na hizo laana za siku hizi. Atakuepushaje? Zama kwenye neno. Yaani unasoma neno. Nasubiri yule dada atoke.
Pole. Asante, nisikilize. Unasoma neno mpaka ukikutana na mtu akikwambia chochote, hii Biblia inakuwa kama vile ni ugali uliokula ni unacheua tu si unajua, yani unajua ukila ugali vizuri alafu ukawa na mboga tamu, yani iwe ni kitimoto fulani hivi ya maana, ile ribs zile mbavu, alafu kala ugali muhimu, ugali mzuri wa mbavu zile mbavu nzuri ambazo hazina mafuta mengi, zina mafuta ya kati, alafu kala vizuri, mpaka unaweza kukuta mpaka jasho lako lina harufu ya kitimoto. Yani unatokea, yani vile viungo yani vinakuwa kama vinatokea, kama vile unatokea ile nani, yani you feel that sweetness. Yes, neno linatakiwa liwe zaidi ya hiyo. Kwa unapodigest vitu kwenye akili yako, unadigest kwenye ile pumzi ya Mungu. Maana neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Anapokuja mtu anakuambia, unajua mwaka huu kutakuwa na vita, unajua uchumi utashuka, unawambia unaangalia kwenye neno la Mungu, katika maisha yangu mimi hili linanihusuje hili. Wanakuja wanakwambia unajua hiki kimetokea hivi, unaambia sasa hii inanihusuje mimi? Neno la Mungu kwani linasemaje? Ikawa nuru. Kulikuwa na mjadala? Hapana. Nini alisema? Ikatokea. Kwa hiyo kila Mungu anaposema yale maneno, nisikilize, naona umehama. Sikiliza, Mungu anaposema yale maneno yake huingia kwenye maisha yanayotaka kufa, ikayatia uhai, yale maisha yakaanza kuwa hai. Nguvu inaanza kutokea kutoka kwenye kufa, uhai unaanzia hapo. Kwa hiyo kama ulikuwa na miaka 40 unarudi 0, unaanza kuishi kama mtoto mdogo. Sikia, ilikuwa hivi. Alienda Naamani Israeli, akakutana na nabii Elisha. Elisha akamwambia nenda kaoge. Akasema nyie watu, mimi nimeoga sana, kuna mito inaitwa Fepari, kuna miti mizuri iko kule kwetu, sasa unaniambia nikaoge? Kwani mimi ni mchafu? Akamwambia nimesema kaoge, tena sio mara moja, mara 7. Hilo lilikuwa neno la Bwana. Wakati linaposemwa, Naamani akasema huyu jamaa amenidhalilisha, nilifikiri atakuja aongee na amesema hamna. Neno la Bwana ni kwenda kuoga. Wewe ni najisi, maana unatokea huko kwa Washami. Ya akaenda jamaa, alipokwenda lile neno la Bwana, akaoga mara ya kwanza, Bwana akapuliza, akaenda mara ya pili, Bwana akapuliza, akaenda mara ya 3. Alipopuliza mara ya 7, ngozi ya Naamani ikawa kama ya mtoto mchanga. Neno la Bwana ni uhai kwenye mauti. Mungu akasema. Ulimwengu unaumbwa kwa sauti. Hii inatufundisha kile Mungu anachotaka kukifanya anakisema kwanza. Kile kisichosemwa na Mungu hakina uhalali wa kudumu. Mwanaume mmoja anaitwa Smith Wigglesworth, watu wanaosoma vitabu vya imani wanamjua. Anasema Mungu hufanya kila kitu kwa neno lake. Sasa sikiliza bahati mbaya iliyopo hapo. Na shetani hujaribu chochote isipokuwa kile Mungu amesema. Listen to me. The devil tests whatever is not from the mouth of God. Lakini chochote ambacho kimetoka kwa Mungu, shetani hawezi kuja kukijaribu. Shetani anajua vile kwamba yeye mwenyewe ni matokeo ya neno. Kwa hiyo haangaikagi na vitu ambavyo vimetokana na neno. Anajua hiyo shughuli haielezeki. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yafuatayo, imani ya kweli inashikilia kile Mungu amesema. Hofu inashikilia kile mazingira yanasema. Simama pale ulipo. Hofu. Imani ya kweli inashikilia kile Mungu amesema. Ndio maana anakuambia mimi nimeshikilia, anasema wala sitaweka juu yenu maradhi yoyote mabaya uyajuayo. Jumapili
Tutaendelea namba 3. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Hiki ni kitabu. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Naomba nikwambie, tukikiprint ukikisoma utakuwa unaondoka kama vile una hema hivi, una hasira. Kuna mambo hayawezi kutokea kama tusipokuwa na hasira ya kumpenda Bwana.